Uwe faster tupate muda wa kuomba. Uwe faster sana. Kosetebelea. Familia na maombi. Familia na maombi. Familia na maombi. Manake hii ni nafasi nyingine tena ya pekee ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kuombea familia zetu na ndoa zetu. And I believe kwamba today tutaitumia hii nafasi vizuri ipasavyo, kuanzia kwenye mafundisho ya neno la Mungu mpaka kwenye ule muda wa prayer. Na baada pia ya mafundisho ya neno la Mungu na baada ya prayer, I believe kwamba when we come back, tutakaporudi tena, lazima tutarudi na shuhuda kutoka kwenye ndoa na familia zetu kwa yale ambayo Mungu anatutendea siku ya leo. Kwa ninaamini mtu mmoja ameshaandika familia na maombi. Ninaamini mtu mmoja ameshaandika familia na maombi. Na nataka uandike kichwa kidogo chini ya hicho kichwa kikubwa. Nataka uandike kichwa kidogo chini ya hicho kichwa kikubwa cha familia na maombi. Nataka uandike mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. 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 Huyu mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia ni nani? Huyu mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia ni nani? Who is this person ambaye ni mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia? I believe mpaka mwisho wa somo utamtambua huyu mtu mmoja ni nani. Okay, nataka moja kwa moja tuanze kwa kuzingatia. Nataka tuanze kwa kuzingatia maelezo yanayofuata. Mtu wa Mungu, kuanzia siku ya leo, usikubali kuwa ni mtu wa kuilalamikia familia yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa mtu wa kuiombea familia yako kwa kila kitu. Usikubali kuwa mtu wa kuilalamikia familia yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa mtu wa kuiombea familia yako kwa kila kitu. Usikubali kuwa mtu wa kuilalamikia ndoa yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa mtu wa kuiombea ndoa yako kwa kila kitu. Usikubali kuwa ni mtu wa kuilalamikia ndoa yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa mtu wa kuiombea ndoa yako kwa kila kitu. Usikubali kuwa ni mtu wa kuilalamikia nyumba yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa ni mtu wa kuiombea nyumba yako kwa kila kitu. Usikubali kuwa ni mtu wa kuilalamikia nyumba yako kwa kila kitu, bali kubali kuwa ni mtu wa kuiombea nyumba yako kwa kila kitu. Why? Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kinategemea maombi. Kila kitu kinategemea maombi. Hakuna kitu kisichotegemea maombi. Hakuna kitu kisichotegemea maombi. Kila kitu kinaweza kuathiriwa na maombi. Kila kitu kinaweza kuathiriwa na maombi. Kila mtu anaweza kuathiriwa na maombi. Kila mtu anaweza kuathiriwa na maombi. Kila hali inaweza kuathiriwa na maombi. Kila hali inaweza kuathiriwa na maombi. Lakini pia kila kitu kinawezekana kwa maombi. Kila kitu kinawezekana kwa maombi. Everything are possible by prayer. Everything are possible by prayer. Angalia mtu wa Mungu. Amani ya ndoa na familia inategemea maombi. Amani ya ndoa na familia inategemea maombi. Utulivu wa ndoa na familia unategemea maombi. Utulivu wa ndoa na familia unategemea maombi. Uvumilivu wa ndoa na familia unategemea maombi. Uvumilivu wa ndoa na familia unategemea maombi. Uaminifu wa ndoa na familia unategemea maombi. Uaminifu wa ndoa na familia unategemea maombi. Matunzo ya ndoa na familia yanategemea maombi. Matunzo ya ndoa na familia yanategemea maombi. And again,
Furaha ya ndoa na familia inategemea maombi. Furaha ya ndoa na familia inategemea maombi. Usafi wa ndoa na familia unategemea maombi. Usafi wa ndoa na familia unategemea maombi. Afya ya ndoa na familia inategemea maombi. Afya ya ndoa na familia inategemea maombi. Uzazi wa ndoa na familia unategemea maombi. Uzazi wa ndoa na familia unategemea maombi. Upendo wa ndoa na familia unategemea maombi. Upendo wa ndoa na familia unategemea maombi. Mtu wa Mungu, maombi yanaweza kuibadilisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuibadilisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuirekebisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuirekebisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuimarisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuimarisha familia yako yote. Maombi yanaweza kuijenga familia yako yote. Maombi yanaweza kuijenga familia yako yote. Maombi yanaweza kuitengeneza familia yako yote. Maombi yanaweza kuitengeneza familia yako yote. Maombi yanaweza kumgeuza kila mtu kwenye familia yako. Maombi yanaweza kumgeuza kila mtu kwenye familia yako. I believe, naamini kuna mtu mmoja anaelewa. Hata kama niko faster sana, naamini kuna upako na wao kusaidia kuandika faster, ili tuende faster, ili tuweze kuomba faster, tupokee majibu faster. My God, sabrahaske beleska bala ene kuske bedia rasko paladishke bele ene zakaradaba yatese beliana rasotobolo amakateske beleshka baraske. Yani Mungu anatamani mabadiliko ya ajabu, ya kutisha, ya kushangaza yatokea kwenye kila eneo la ndoa na familia yako, na today yata happen. Leo lazima atatokea. Saka baluske beria. Naomba zingatie maelezo ambayo nenda kuyatoa hapa chini. Naomba zingatie maelezo. Maombi ni kati ya kitu kizuri kinachompendeza Mungu kwa ajili ya familia zetu. Maombi ni kati ya kitu kizuri kinachompendeza Mungu kwa ajili ya familia zetu. Maombi ni kati ya kitu kizuri kinachopendeza familia zetu kufanyiwa. Maombi ni kati ya kitu kizuri kinachopendeza familia zetu kufanyiwa. Again, maombi ni kati ya kitu kizuri kinachopendeza sisi tuzifanyie familia zetu. Maombi ni kati ya kitu kizuri kinachopendeza sisi tuzifanyie familia zetu. So, familia zetu zina haki ya kupata na kupokea kila kitu kizuri kutoka kwetu, ikiwemo prayer. Familia zetu zina haki ya kupata kila kitu kizuri kinachopendeza, ikiwemo prayer. Kwa hiyo, angalia mtu wa Mungu. Ni muhimu kufanya maombi kila wakati kwa ajili ya ndoa na familia. Ni muhimu kufanya maombi kila wakati kwa ajili ya ndoa na familia. Ni muhimu kudumu katika maombi kwa ajili ya ndoa na familia. Ni muhimu kudumu katika maombi kwa ajili ya ndoa na familia. Lakini pia ni muhimu kuomba siku zote bila kukata tamaa kwa ajili ya ndoa na familia. Ni muhimu kuomba siku zote bila kukata tamaa kwa ajili ya ndoa na familia. Mtu wa Mungu, lengo la Mungu kwenye familia ni kuifikia familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuifikia familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuifungua familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuifungua familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuisaidia familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuisaidia familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuibadilisha familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuibadilisha familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuiponya familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuiponya familia yote na sio mtu mmoja.
Lengo la Mungu kwenye familia ni kuibariki familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuibariki familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuiokoa familia yote na sio mtu mmoja. Lengo la Mungu kwenye familia ni kuiokoa familia yote na sio mtu mmoja. Na Mungu huwa anafanya hivi. Mungu hutafuta mtu mmoja tu ili kuwafikia watu wote. Mungu hutafuta mtu mmoja tu ili kuwafikia watu wote. Maana yake ni kwamba Mungu hutafuta mtu mmoja tu katika familia ili aifikie familia yote. Mungu hutafuta mtu mmoja tu katika familia ili aifikie familia yote. Mungu hutafuta mtu mmoja tu katika familia ili aisaidie familia yote. Mungu hutafuta mtu mmoja tu katika familia ili aibadilishe familia yote. Mungu hutafuta mtu mmoja tu katika familia ili aisaidie familia yote. Mungu utafuta mtu mmoja tu katika familia ili aibariki familia yote. Mungu utafuta mtu mmoja tu katika familia ili aigeuze familia yote. Mungu hutafuta mtu mmoja, one person. Mungu akipata mtu mmoja kwenye familia, ameipata familia yote. Mungu akipata mtu mmoja tu kwenye familia, ameipata familia yote. Mungu akimgeuza mtu mmoja kwenye familia, ameigeuza familia yote. Maruska pala develeska valeska bare erekotaba. Mungu akimbariki mtu mmoja tu katika familia, ameibariki familia yote. Mungu akimbariki mtu mmoja tu katika familia, ameibariki familia yote. Na bila shaka naamini kabisa kwa moyo wangu wote, huyo mtu mmoja ni wewe kwenye hiyo familia yako. Huyo mtu mmoja ni wewe kwenye hiyo familia yako. Ninaamini huyo mtu mmoja anayezungumziwa kwenye familia yake ni wewe. Na ndio maana unasikia ujumbe huu kwa wakati kabisa. Unasikia ujumbe huu kwa wakati kabisa. Ndio maana unasikia ujumbe huu kwa makusudi kabisa. Unasikia ujumbe huu kwa makusudi kabisa. Why? Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio huyo mtu unayezungumziwa, huyo mtu mmoja kwenye hiyo family. Wewe ndio huyo mtu ambaye Mungu anakutafuta, and I believe siku ya leo amekupata. So ushauri wangu ni hapa, usijidharau, usijipuzie, usijipuzie kwa sababu Mungu mwenyewe hakudharau, Mungu mwenyewe hakupuzii. Ndio maana amekuleta mahali hapa ili uweze kusikia hizi habari, ili uweze kusimama tena kwa ajili ya familia yako. I believe kupitia wewe kuna kitu kinaenda kutokea kwa ajili ya familia yako. Lakos kataba. Naomba nikukumbushe mambo ya kuzingatia kibiblia. Naomba nikukumbushe mambo ya kuzingatia kibiblia, kwa sababu haya si mambo ambayo tunayaongea tu, bali yamehakikishwa na neno la Mungu. Yamehakikishwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio standard, ndio kipimo chetu. Kwa mfano, kupitia Nuhu, mtu mmoja tu, Mungu aliipa neema familia yote ya Nuhu. Kupitia Nuhu, mtu mmoja tu, Mungu aliipa neema familia yote ya Nuhu. Again, kupitia Lutu, mtu mmoja tu, Mungu alifadhili familia yote ya Lutu. Kupitia Lutu, mtu mmoja tu, Mungu alifadhili familia yote ya Lutu. Lakini again, kupitia Yusufu, mtu mmoja tu, Mungu aliisaidia familia yote ya Yakobo. Kupitia Yusufu, mtu mmoja tu, Mungu aliisaidia familia yote ya Yakobo. Lakini kitu kingine kizuri kabisa ni hapa, mtu wa Mungu. Kupitia Rahabu yule kahaba, mtu mmoja tu, Mungu aliiokoa familia yote ya yule Rahabu kahaba. Kupitia Rahabu yule kahaba, mtu mmoja tu, Mungu aliokoa familia yote ya Rahabu yule kahaba. Nachosema nini? Nachosema niishi hapa, mtu wa Mungu. Kupitia mtu mmoja tu, Mungu anaweza kuibadilisha familia nzima. Kupitia mtu mmoja tu, Mungu anaweza kuibadilisha familia nzima. Ndio maana pale mwanzoni tukasema hivi, mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. Ndio maana pale mwanzoni tukasema hivi, mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. Why? Kwa sababu kupitia mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia, Mungu anaweza kuibadilisha kabisa ndoa na familia. Nasema hivi kwa sababu tumeona kwenye history kwamba ni tabia, ni tendency ya Mungu, ni attribute ya Mungu, kwamba Mungu huwa anatafuta mtu mmoja, na akishampata huyu mtu mmoja, yeye pamoja wanafanya kazi pamoja. Kama hii
ndio tabia ya Mungu, na Biblia inatuambia kwamba Mungu habadiliki wala hata kaa abadilike. Maana yake angalia, nasema na wewe hata leo Mungu anaweza kwa mtu mmoja kuibadilisha ndoa na familia yako, na huyo mtu mmoja ni wewe. Karuska pale hema naga. Ngoja niseme nao, kunasema hivi, maroska balada ereska bala askeberia. Ninasema hivi, hata leo Mungu anaweza kuibadilisha ndoa yako kwa kupitia mtu mmoja tu ambaye ni wewe. Hata leo Mungu anaweza kuibadilisha familia yako kupitia mtu mmoja tu ambaye ni wewe. Hata leo Mungu anaweza kuibadilisha nyumba yako kupitia mtu mmoja tu ambaye ni wewe. Ninaamini leo unaenda na moto wa kwenda kuiamsha na kuibadilisha tena ile familia kwa jina la Yesu Kristo. Angalia kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 10. Mhubiri 4 sura ya 10. Holy Spirit nisaidie. Masaka baluske berehesevelia namako. Mhubiri 4:10 anasema hivi, kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. I love that. Lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Okay, wewe nisome taratibu. Aruska balaske mena anasema hivi, kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Mimi kwenye msana nataka uone maneno, mmoja wao atamuinua mwenzake. Mmoja wao atamuinua mwenzake. Sio wawili, sio watatu, sio wanne, sio 10, sio namba fulani. Anasema mmoja. Emsema mmoja. Kasopa radagaba. Emsema mmoja. Emsema mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. Familia inaweza kubadilika. Familia inaweza kusaidika. Familia inaweza kubarikiwa. Familia inaweza kuokoka. Anasema mmoja wao atamuinua mwenzake. Ni mmoja tu, sio wawili. Mmoja tu. Maana yake nini? Angalia mtu wa Mungu. Hatima ya kila familia ni kuinuka na sio kuanguka. Hatima ya kila familia ni kuinuka na sio kuanguka. Hatima ya kila ndoa ni kuinuka na sio kuanguka. Hatima ya kila ndoa ni kuinuka na sio kuanguka. Hatima ya kila nyumba ni kuinuka na sio kuanguka. Hatima ya kila nyumba ni kuinuka na sio kuanguka. And anasema hivi, mmoja wao atamuinua mwenzake. Angalia mtu wa Mungu. Kwa kupitia mmoja ndani ya familia, familia inaweza kuinuka tena. Kwa kupitia mmoja ndani ya familia, familia inaweza kuinuka tena. Again, kwa kupitia mmoja ndani ya ndoa, ndoa inaweza kuinuka tena. Kwa kupitia mmoja ndani ya ndoa, ndoa inaweza kuinuka tena. Kwa kupitia mmoja ndani ya nyumba, nyumba inaweza kuinuka tena. Kwa kupitia mmoja ndani ya nyumba, nyumba inaweza kuinuka tena. Na ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, familia yako yote inaweza kuinuka tena kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Familia yako, ngoja niseme na wao, familia yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Familia yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Ninasema na watu kadhaa huko barabarani kwa jina la Yesu Kristo, ndoa yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Ndoa yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Ngoja niseme na hao watu kasopa ragada yagada. Nyumba yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. Nyumba yako inaweza kuinuka tena kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe. And I believe siku ya leo inakuwa hivyo, na unaondoka na hiyo nguvu, na unaondoka na huo upako wa kwenda kuibadilisha ndoa na familia yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Angalia Esther 4:14. Esther sura ya 4 mstari wa 14 mpaka wa 16. Esther sura ya 4 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Lakini kwa sababu ya muda, ili tuweze kuwa na muda wa maombi, please naomba mimi ndasoma mstari wa 14 na 15 kwa muda wako wewe, kwa sababu najua wewe sio mvivu, utaenda kusoma hiyo mistari mingine, na kwa sababu najua wewe sio mvivu, sio kilaza, najua utasoma chapter yote, na kwa sababu najua wewe sio kilaza, wewe sio dunya, utaenda kusoma Biblia nzima. I believe. Okay. Esther 4
Esta 4 kasoto bola hesebriskaba. And I wish natamani hata nikatisha tuanze kuomba karuske peledi kamaraga. Kwa sababu nimegundua kila kitu kina depend prayer. Kila kitu kinategemea prayer. Mtu mmoja akiweza kusimama kwa kumaanisha constantly, akapasisi kwenye prayer kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya nyumba yake. Haijalishi hiyo nyumba ilichakazwa kiasi gani, haijalishi hiyo nyumba ilitawanyika kiasi gani, haijalishi hiyo nyumba imeharibika kiasi gani, lakini ukigundua siri hii, ukasimama, ukapasisi, ukawa constant bila kukata tamaa, lazima mabadiliko yatokee kwenye ndoa na familia. Lazima yabadilike. Ndio maana ndio maana natamani hata kwa sisi tuanze kuomba, lakini sasa haitakusaidia kwa sababu mimi nachemka kutoka kwenye knowledge, nachemka kutoka kwenye ufahamu. Upako unatoka kwenye ufahamu. So nikikwambia tuanze kuomba bila kupa ufahamu, utakuwa unanishangaa tu. Na mimi sitaki unishangae kama zombi, bali nataka wote kwa pamoja tuwake na hakuna wa kutuzima kwa jina la Yesu Kristo. Esta 4:14 mpaka mstari wa 16. Ila mimi nitasoma mpaka mstari wa 15. Esta 4:14 anasema hivi: kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo utakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Hilo ni swali refu sana. Yani chochote nilichosoma hapo ni swali. Anyway, tuachane, twende mbele. Angalia mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema, basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai. Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai. Naomba turudi kwenye mstari wa 14 nikuonyeshe vitu vizuri vya utukufu kwa ajili ya familia yako na ndoa yako. Mstari wa 14. Kwenye mstari wa 14 kuna maelezo mengi sana. Ile swali ni refu sana. Sasa nataka nisaidie kulifupisha, tulikate ili tupate ufunuo, tupate point, alafu tuende kuomba. Si ni sawa watu wa Mungu? Okay. Sasa kwenye mstari wa 14 mimi nataka uone haya maneno. Nasikilize vizuri sana. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, utaangamia pamoja na mlango wa baba yako. Anyway, kuna mtu anasema bado ni ndefu. Ngoja nikusaidie kufupisha. Sikiliza kwenye mstari wa 14. Chukua basi haya. Wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, utaangamia pamoja na mlango wote wa nyumba ya baba yako. Bado kuna mtu anasema ni ndefu. Ngoja nikusaidie. Kata kote. Chukua maneno. Ukinyamaza utaangamia pamoja na mlango wa baba yako. Ukinyamaza utaangamia pamoja na mlango wa baba yako. Kwa watu wanaosoma Biblia tunajua hichi ni kile kisa cha Mordekai na Esta wakati Aman, adui wa Israeli, walikuwa wanataka kuiangamiza Israeli yote, na sio Israeli yote, walikuwa wanataka kuangamiza kila nyumba, kila ndoa. Wanaosoma Biblia. Sasa kuna huyu mtu mmoja anaitwa Mordekai. Alikuwa na mjomba wake anaitwa Esta. Huyu bwana alikuwa na akili sana. Alikuwa anamtazama Esta kwa sababu Esta yuko ametulia kwenye jumba la kifalme. Alikuwa anaonekana kana kwamba anapuuzia ili tamko ama ili angamizo ambalo lilikuwa limetangazwa na Amani kwamba labda halitamdhuru yeye na nyumba yake na nyumba ya baba yake. Kwa hiyo alikuwa amekaa kwa relax. Lakini kwa watu ambao wana ufahamu wa rohoni, kwa watu ambao wanaona rohoni, kwa watu ambao wanatambua mambo ya rohoni, kwa watu ambao wanajua kanuni za roho jinsi za function, Mordekai alimwambia hivi, wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, usiposema na mfalme ili atengue ya maangamizo kwenye ndoa na familia, ukinyamaza kabisa, Bwana atafanya njia kwa ajili ya watu wengine. Lakini wewe ulionyamaza, nyumba yako itaangamia, familia yako itaangamia, ndoa yako itaangamia, na si ya kwako tu, bali pia wazazi wako wataangamia, ndugu zako wataangamia. Okay, Mordekai alikuwa anasema nini kwenye maneno? Mordekai alikuwa anamwambia hivi, Esta, usinyamaze. Don't keep quiet. Usinyamaze. Okay. Kama Mordekai alikuwa anamwambia Esta usinyamaze, maruska paladesh kabaye eskaba loskemena ratebele heskebele iskabala. Wewe ni waambukizi kidogo pako sama la gadia eskebele hasamania ratuskepele enemakata lezupra haskebea eleske melesko bala eneskebe paka kule shemereko zabala inka sopra haskebia inka lasketia. I wish mtu mmoja angeconnect kwenye upako rikoska bala enea shatopo rekete risopolo miskepea la sotobo rekedika. Nikwambie kitu,
Baada ya maombi, nenda kaangalie mambo ya siri na matokonyo ambayo toka yanafichuka kwenye ndoa na familia. Maroska balagada, hautashangilia sana, ila kasotoba elekene marakata, kila uonevu unaenda kukoma kwenye kila eneo la ndoa na familia. Maroska pala enekada, kila aibu inaenda kukomeshwa na kutoeshwa kwenye ndoa na familia. Kila kilio kinaenda kukoma na kutoeshwa kwenye ndoa na familia. Kuna mambo ya ajabu siku ya leo Bwana anaenda kuyafanya na kuyatibua kwenye ndoa na familia. Vilio havitasikika tena, maombolezo hatasikika tena, huzuni hazitasikika tena, taabu hazitasikika tena. Kutakuwa na shangwe na fijo na nderemo kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana Yesu. Ai masepe erekoska bala ene mazuka rekedes kama come on. Kuna mapepo yanaenda kutoweka kwenye ndoa na familia ambayo yalikuwa wamefunga ndoa na familia muda mrefu. Yalikuwa wamefunga ndoa na familia kwenye uchumi, yalikuwa wamefunga ndoa na familia kwenye mafanikio, yalikuwa wamefunga ndoa na familia kwenye afya. Kila mahali zeko balagadis kebe. Kuna watu walikuwa na behave kwa namna ambayo ni very strange kwenye familia, lakini baada ya maombi haya, hayo mapepo yanaenda kuchomoka, kwa sababu haunyamazi siku ya leo, utaomba siku ya leo, na hayo mapepo yataenda kuchomoka na familia yako inaenda kusaidika na kubalika kabisa kwa jina la Yesu. Amen. Mordekai anamwambia Esther, don't keep quiet. Usinyamaze Esther, usinyamaze Esther. Hata kama uko kwenye raha, usinyamaze. Usinyamaze kwa sababu mimi ni Mordekai, ni mkubwa kuliko wewe. Ninaufahamu kuliko wewe. Ninauelewa kuliko wewe. Ninajua laws zinavyofanya kazi. Ninajua sheria zinavyofanya kazi. Kwa sababu imeandikwa, hawa wawili hawatakuwa wawili tena, watakuwa mwili mmoja. Manake kama utakuwa mwili mmoja, ukinyamaza mwenzako akiguswa umeguswa wewe. Ukinyamaza mwenzako akitumbuliwa maroska balahaske velia. And I believe kuanzia siku ya leo hautanyamaza. Na kwa sababu ya kuto kunyamaza kwako, lazima msaada utafika kwenye ndoa na familia kule. Lazima utaikuta iko sawa na itaendelea kuwa sawa. Okay. Mordekai anamwambia hivi, usinyamaze. Usinyamaze. Usinyamaze kwa ajili ya usalama wa nyumba yako wewe na nyumba ya baba yako. Anamwambia usinyamaze kwa ajili ya usalama wa ndoa na familia yako. Usinyamaze kwa ajili ya usalama wa nyumba ya baba yako. Usinyamaze kwa ajili ya usalama wa nyumba ya ndugu zako. Maana yake nini? Maana yake ni hapa kwa ajili yako siku ya leo. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya familia yako. Kama Mordekai soto balakete, wakati ndoa zinataka kuangamizwa, familia zinataka kuuawa, Mordekai anamwambia Esther usinyamaze, don't keep quiet. Inatufundisha nini? Manake inatufundisha usikubali kunyamaza kwa ajili ya familia yako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya familia yako. Lakini again, usikubali kunyamaza kwa ajili ya ndoa yako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya ndoa yako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya nyumba yako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya nyumba yako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya wazazi wako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya wazazi wako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya ndugu zako. Usikubali kunyamaza kwa ajili ya ndugu zako. Usikubali kunyamaza mpaka wokovu umetokea kwa watu wako. Usikubali kunyamaza mpaka wokovu umetokea kwa watu wako. Usikubali kunyamaza mpaka msaada wa kiungu umetokea kwenye ndoa na familia yako. Usikubali kunyamaza mpaka msaada wa kiungu umetokea kwenye ndoa na familia yako. Ngoja niseme na hawa bahaske balhela ena kaza. Usikubali kunyamaza mpaka Mungu amefanya njia pasipokuwa na njia kwenye ndoa na familia yako. Usikubali kunyamaza mpaka Mungu amefanya njia pasipo na njia katika familia yako. Lakini again, usikubali kunyamaza mpaka Mungu amefanya njia ya kutokea kwenye ndoa na familia yako. Usikubali kunyamaza mpaka Mungu amefanya njia ya kutokea kwenye ndoa na familia yako. Haijalishi ndoa yako inapitia wakati gani, familia yako inapitia wakati gani, nyumba yako inapitia wakati gani, haijalishi vita ni nzito kiasi gani, haijalishi ni kitu gani kimekalia familia ama nyumba, lakini wewe usiponyamaza, wewe usipokubali kunyamaza, ukiendelea kuwa constant kwenye prayer, lazima familia iachiliwe, lazima ndoa iachiliwe, lazima nyumba iachiliwe, na lazima
tena wote pamoja na nyumba yako muwe na utukufu wa Mungu kwenye ndoa na familia, na wote pamoja na nyumba na familia yako lazima mtukuze Mungu na kumshangilia usiponyamaza. Paroska balaske belia. Angalia tena, angalia mstari wa 14. Haigo sabra hasevelia. Heka, kuna mtu yote ameconnect kwenye upako tayari? Au bado watu wananishangaa nielewi? Maruske pelea faraduska bala. Angalia tena mstari wa 14. Esther 4:14. Maskotobola. Ni kama moto na waka. Esther 4:14. Safari hii nataka uangalie yale maneno ya mwishoni tu pale. Anasema hivi: walakini ni nani ajuaye kama wewe ukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Ni Mordekai. Aruska bala. Ni Mordekai anamuuliza Esther, ni nani ajuaye ukuujia ufalme wakati kama huo kwa ajili yako? Ni nani ajuae kwamba ulikuja siku ya leo hapa kwa ajili ya familia yako? Ni nani ajuae kwamba Mungu alikuruhusu ufike hapa kwa ajili ya familia yako? Ni nani ajuae kwamba mapepo yameshindwa kukuzuia ufike hapa kwa ajili ya familia yako? Unajua nini? Maroska bala. Mordekai alikuwa anamfungua Esther macho ili Esther atambue kwamba yupo kwenye ufalme wa mfalme Ahasuero, si kwa bahati mbaya. Ngoja nirudie. Mordekai alikuwa anafungua macho ya Esther ili Esther atambue kwamba si kwa bahati mbaya yupo kwenye ufalme wa mfalme Ahasuero. Nitarudia tena kwa namna nyingine. Mordekai alikuwa anamshtua Esther ili Esther atambue kwamba hayupo kwa bahati mbaya kwenye familia ya mfalme Ahasuero. Nirudie tena. Mordekai alikuwa anamshtua Esther ashtuke, Esther atambue kwamba hayuko kwa bahati mbaya kwenye ile familia ya mfalme Ahasuero. Ninasema kitu gani? My God. Ninasema hivi, hakuna bahati mbaya kwenye familia yako. Nasema hivi, hakuna bahati mbaya kwa Mungu kwenye familia yako. Hakuna bahati mbaya kwa Mungu kwenye familia yako. Hakuna bahati mbaya kwa Mungu kwenye familia yako. Unajua nasema nini? Ngoja niseme na watu barabarani kule. Mungu hakukuweka kwa bahati mbaya kwenye hiyo familia. Mungu hakukuweka kwa bahati mbaya kwenye hiyo familia. Maruska bala. Ninasema hivi, hauko kwa bahati mbaya kwenye hiyo family. Sopra haska bala. Hauko kwa bahati mbaya kwenye hiyo familia. Mtu wa Mungu nasema hivi, upo kwa kusudi maalum kwenye hiyo familia. Amen. Upo kwa kusudi maalum kwenye hiyo familia. Angalia. Upo kwa kusudi la Mungu kwenye hiyo familia. Upo kwa kusudi la Mungu kwenye whether unataka whether utaki, whether unafunga masikio ama unafungua, lakini neno la Mungu linasema hivi, haijalishi familia yako ikoje. Karuska balaha. Kuna wengine wanasema hivi, kwa nini nilizaliwa kwenye familia? Najuta kuzaliwa kwenye familia. No, huo ni ujinga wa kiroho. Biblia inasema hivi, hauko kwa bahati mbaya kwenye familia. Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya kwenye familia. Upo kwa kusudi maalum kwenye familia. Upo kwa kusudi la Mungu kwenye familia. Na kubwa zaidi ni hili hapa, upo kwa wakati wa kiungu kwenye familia. Upo kwa wakati wa kiungu kwenye familia. Anamwambia ni nani ajuae kwamba haukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Manake arohe mazuko palagede. Kwa watu ambao wanajua science, unajua asepele nisemeje kwa ajili ya watoto braske vele kada resopala emekoza braske velea rekeskata. Mwenye masikio nasikie hivi. Unajua kazopraga, wakati mtoto anaingia tumboni huwa wanaenda millions, lakini anayefanikiwa kufunga na kutoka ni mmoja tu. Manake angalia, wale wengine wote wanakufa, alafu anatoka mmoja kati ya millions wanakufa wote, mmoja tu ndo anatoka. Maruska bala ile kwamba magodaba, ile kwamba ulitoka wewe kwenye tumbo la mama yako, ni kwamba kuna wenzako milioni walikufa, na ile kwamba ulitoka na wengine wakafa, haukutoka kwa bahati mbaya. Ulitoka kwa kusudi. Ulitoka kwa mpango maalum kwa ajili ya hiyo familia. So usikatie tamaa hiyo familia. So usivunjike moyo kwa ajili ya hiyo ndoa. Haye gedeba.
Mwingine anasema si nilizaliwa mtaani. Hiyo ni ya kwako. Heka bareskebe. Haijalishi umezaliwa sehemu gani. Hata Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, lakini alikuwa kusudi kwenye familia yake, alisaidia familia yake. Haijalishi ulizaliwa wapi, haijalishi ulichukuliwa mimba wapi, I don't care. Ile kwamba umetoka, ni Mungu ameruhusu utoke kwa ajili ya wakati kama huu, kwa ajili ya kusudi lake, kwa ajili ya mpango wake. So masokene erega, sikiza, muda wote unapoishi, huu ni wakati wako. Huu ni wakati wako kwa ajili ya hiyo familia. Huu ni wakati wako. Usiseme nasubiri wakati wangu. No, don't waste time. Usiseme nasubiri wakati wangu. As long as kwamba una live, as long as kwamba uko hai kwenye hii nyumba na familia, huu ndio wakati wako. Huu ndio wakati wako. Nataka sikia mtu mmoja, shujaa mmoja ambaye amejitambua, aseme huu ndio wakati wangu. Kwa ajili ya familia yangu kufunguliwa, kwa ajili ya ndoa yangu kufunguliwa, kwa ajili ya nyumba yangu kufunguliwa, huu ndio wakati wangu. Nataka nisikie shujaa mmoja ambaye amejielewa, aseme kwamba kwa sababu nimejitambua, familia yangu haitaonewa tena, familia yangu haitafungwa tena, familia yangu haitalia tena. Shaka barekedeha rapaka doskebe. Nataka nisikie mtu mmoja akinena kwa lugha, yule ambaye anaweza kunena kwa lugha. Na kama hujawahi kunena kwa lugha, hata ukitaka now you can speak zagadaya. Hapa mnazima roho yangu, ngoja niweke somara gadaya. Eskabasko bala kaske. Ekashaka labaya rekoskataya repakateskebe rekoska bala shatabae rekoska bala etekia masotobo rekeske. Maana yake baada ya ibada hii kutakuwa na vicheko na faraja na shangwe kwenye ndoa na familia. Japaloske belia enkora eketia sabala emasko pareske bia lesutuba ena rakaska baleske dia rakateshka bala epasko pala. Ase uko kwenye hii familia ili pia mambo ya keshi yawe sawa katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nasema hivi, upo kwenye hii familia kwa wakati huu ili pia mambo ya keshi yawe sawa. Mtu wa Mungu, nikwambie kitu, usijidharau jinsi ulivyo. Haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi umefeli mara ngapi, as long as kwamba shetani amefeli kukuua, amekuacha uko hai mpaka sasa kwa mkono wa Mungu, manake bado una kusudi, bado una jambo la kiungu la kutimiza kwenye hii familia. Pale ambapo wazazi walishindwa, wewe utaenda. Pale ambapo hawakuvuka, wewe utavuka kwa jina la Yesu. Pale ambapo wengine walilia, wewe utalia. Nataka mtu mmoja asijidharau. Sema kwa jina la Yesu. Sijidharau tena. Sijidharau tena. Sema sijidharau tena. Sema kwa jina la Yesu. Sikubali familia yangu izaraulike tena. Sikubali nyumba yangu izaraulike tena. Sikubali ndoa yangu izaraulike tena. Sikubali ndoa yangu izaraulike tena. Kwa sababu nimejitambua mimi pamoja na Mungu, mtu mmoja ndani ya ndoa na familia, ni kwa ajili ya kuiheshimisha familia yangu tena, ni kwa ajili ya kuinua familia yangu tena, ni kwa ajili ya kuifanikisha familia yangu tena, ni kwa ajili ya kuipa familia yangu heshima tena. Na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Angalia Esther 4:15. Masote belia garaskaba. Hefraska baladeskeba. Esther. Hai my God, hai my God. Esther. Unajua kuna mtu amekuja hapa alikuwa amekata tamaa, amevunjika moyo, mambo yaendi kwenye familia. Ni kama yanaenda yanarudi yanafunga. Ni kama vile havieleweki. Ase ujaja kwa bahati mbaya, utakuja na ushuhuda hapa. Maroska bala hekediana. Esther 4:15. Esther 4:15 anasema hivi, basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Nataka uone vizuri. Askobalada. Emsema Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Kwa watu wanaosoma Biblia, tunajua kwamba Esther alikuwa ni mjomba wa Mordekai. So this is in family.
Hii ilikuwa ni familia, si ni sawa? Nitarudia tena. Kwa watu tunaosoma Biblia ambao ni mimi na wewe, sijakutenga. Kwa sababu tunasoma Biblia mimi na wewe, saa nyingine hata tulali. Tunakesha tukisoma tukichambua Biblia. Ninakujua vizuri sana. So, kwa watu tunaojua Biblia mimi na wewe, si ni sawa Tunajua hivi, Esther alikuwa ni mjomba wake nani? Mordekai. Na tunajua kwamba ikisha kuwepo mjomba, shangazi, hiyo ni family, si ni sawa? Maana hii ni family inaongelewa hapa. Sasa angalia. Esther alifika mahali ndio tena afu ndio niende. Esther akawatuma watu wamjibu Mordekai. Mordekai ni familia yake. Maana Esther alifika mahali akajitambua kwamba yeye yupo kwa wakati ule maalum ili kwamba familia yake sikose majibu. Asikobalaskede. Ninasema kitu gani? Ninasema kitu hichi hapa, mtu wa Mungu. Wewe upo kwenye hiyo familia ili familia yako isikose majibu mazuri kupitia wewe. Amen. Wewe upo kwenye hiyo familia ili familia yako isikose majibu mazuri kupitia wewe. Upo kwenye hiyo familia ili familia yako ipate majibu mazuri kupitia wewe. Kuna neno nasikia la unabii hapa. Upo kwenye hiyo familia ili familia yako inufaike kupitia wewe. Amen. Upo kwenye hiyo familia ili familia yako inufaike kupitia wewe. Ili ni neno fresh, nimelisikia, nimelinyaka, nimelidaka from above. Halikuwepo kwenye notes zangu. Maros kabalaga. Mtu wa Mungu nachosema nishi hapa. Kwa kuwa Esther alijitambua, alafu akasema hivi, pelekeni haya majibu kwa Mordekai, pelekeni haya majibu kwa familia yangu. Maana angalia, mtu wa Mungu, upo kwenye familia ili familia yako ipate majibu mazuri kupitia wewe. Upo kwenye familia ili familia yako ipate majibu kupitia wewe. Again, kumbuka, huu ni wakati ambao familia zilikuwa zinataka ziangamizwe, zifutiliwe mbali. Tunapata funo gani? Upo kwenye familia ili familia isiangamie kupitia wewe. Usiseme mimi ni mdogo bana. Hata Yeremia alijitetea hivyo hivyo. Bwana akamwambia usiseme wewe ni mdogo. Nitakutuma na utakwenda kila mahali utakapokwenda. So, ngoja nikwambie kitu. Unajua kitu Wakristo hawajui ni hapa. Wewe unajiangalia makosa bala, itachukua njia ndefu, tutachelewa kwenye maombi. Yesu alikuwepo duniani, akaenda kwa Mafarisayo, watu ambao ni wakuu, watu ambao ni wazee, watu ambao na vipara, akawaambia hivi, mimi ninawaambia, kabla Ibrahim baba yenu hajakuwepo mimi nalikuwepo. Wale wazee wakamwambia, umechanganyikiwa wewe. Yaani wewe hujapata hata miaka 50 bado unasema ulikuwepo kabla ya Ibrahim. Wakachukua mawe wakataka kumpiga. Unajua naongea nini? Naongea hivi, sikiza mtu wa Mungu. Ni kwa jinsi ya kibiolojia ndio unajitazama kwa ili cover la nje. Lakini kibiblia iko hivi. My God, Sabra Haskaba. Inawezekana mama yako, baba yako aliyokuzaa ni mdogo kuliko wewe kwenye spirit. Escobar Gedia. Kuna mtu labda nimemtingisha. Sikiliza. Maruska bala. Naona watu wengi ambao ni wajazito hapa. Huyo mtoto ambao umembeba uko ndani, inawezekana yeye ni mkuu, ni mkubwa kuliko wewe. Bikira Mariam, my goodness, amembeba Yesu tumboni akifikiri ni mtoto wa kawaida, lakini alipozaliwa Biblia inasema hivi, Yesu Kristo alikuwepo kabla dunia haijaumbwa. Kazobra gada. Yesu Kristo alikuwepo kabla Bikira Maria hajaumbwa. Kwa balaske de. Nasema hivi, usiseme mimi ni mdogo. Upo kwenye hiyo familia ili familia yako isiangamie kupitia wewe. Upo kwenye hiyo familia ili familia yako isiangamie kupitia wewe. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu anaondoka hapa siku ya leo na moto wa Roho Mtakatifu. Mapepo hayatakatiza kwenye familia. Mapepo hayatakatiza kwenye ndoa. Mapepo yanaoonea usiku hata waonea tena. Mazoko toba. Upo kwenye familia ili familia yako isitawanyike kupitia wewe. Upo kwenye familia ili familia yako isitawanyike kupitia wewe. Again. Upo kwenye familia ili familia yako ikusanyike tena kupitia wewe. Upo kwenye familia ili familia yako ikusanyike tena. Esther pamoja na Mungu alisaidia familia za Israeli hazikutawanyika, hazikuangamia. Inatufundisha the same to you, kwa sababu we serve Mungu yule yule. Tunamtumikia Mungu yule yule ambaye habadiliki. Sema kwa jina la Yesu, na mimi napokea anointing, upako wa kujitambua kwa ajili ya kusaidia familia yangu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, pointi nyingine ya kunukuni hapa. Anamwambia hivi, ni nani ajuae kama ukujia ufalme kwa wakati kama huo, wakati kama huu. Mtu wa Mungu, pointi ya ufununi hapa. Huu ni wakati wako wa kiungu kwa ajili ya familia yako kutoka
kutoka kwenye kila mzunguko wa adui kupitia wewe. Huu ni wakati wako, namtangazia mtu mmoja, huu ni wakati wako wa kiungu kwa ajili ya familia yako kutoka kwenye kila mzunguko wa adui, na lazima ichomoke leo. Again, namtangazia mtu mmoja, huu ni wakati wako wa kiungu kwa ajili ya ndoa na familia yako, ili ndoa na familia yako itoke kwenye kila kisichofaa cha adui. Nitarudia tena afu nisepe mbele. Huu ni wakati wako wa kiungu kwa ajili ya ndoa na familia yako kutoka kwenye kila kisichofaa cha adui kupitia wewe. My goodness. God, tusonge mbele. Angalia Wakorinto. Wakorinto wa pili 4:2. Koska baladesh kebele. Wakorinto wa pili 4:2. Wakorinto wa pili 4:2. Kuna mtu mmoja ananielewa kweli? Na kumbuka tumeandika pale mwanzoni, mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. So ninaongea na mtu mmoja pamoja na Mungu kwenye ndoa na familia. One person tu. Ndio maana nauliza hivi, kuna mtu mmoja ananielewa mahali hapa? Okay, tuangalie Wakorinto wa pili 4:2. Wakorinto wa pili 4:2 anasema hivi, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika. Anasema lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika. Mimi nataka utupie jicho lako kwenye haya maneno, tumekataa mambo ya aibu. Mtu mmoja ambaye ana Biblia yake na wengine wote ambao mna Biblia, Mungu awabariki, ndio maana nimewekea screen kila mahali, so unaweza kusoma kwenye screen. Mimi nataka utupie macho yako kwenye haya maneno, kwenye mstari. Tupia macho yako kwenye haya maneno, tumekataa mambo ya aibu. Sema tumekataa mambo ya aibu. Sema tumekataa mambo ya aibu. Kwa wasomaji wa Biblia ambao ni mimi na wewe, sikutengi. Kwa wasomaji wa Biblia ambao ni mimi na wewe, tunajua hivi, imeandikwa ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Imeandikwa ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Maana yake nini? Angalia mtu wa Mungu. Oh my goodness. Familia zetu zinapaswa kuwa na heshima na si mambo ya aibu. Familia zetu zinapaswa kuwa na heshima na si mambo ya aibu. Familia zetu zinapaswa kutawaliwa na heshima na sio mambo ya aibu. Familia zetu zinapaswa kutawaliwa na heshima na sio mambo ya aibu. Lakini again, nyumba zetu zinapaswa kuwa na heshima na sio mambo ya aibu. Nyumba zetu zinapaswa kutawaliwa na heshima na sio mambo ya aibu. Lakini kubwa baba lao ambao ni nzuri kabisa ni hapa. Ndoa zetu zinapaswa kuwa na usafi na sio mambo ya aibu. Ndoa zetu zinapaswa kuwa na usafi na si mambo ya aibu. Nasema hivi, ndoa zetu zinapaswa kutawaliwa na uaminifu na sio mambo ya aibu. Kuna uaminifu wa ajabu sana unaenda kutokea. Anyway, angalia Luka 1:25. Naenda mwishoni kumalizia ili tuombe. Luka 1:25. Luka 1:25. Luka 1:25. Sema kwa jina la Yesu. Familia yangu tangu siku ya leo inatawaliwa na mambo ya heshima na sio mambo ya aibu. Nataka mtu mmoja nimsikie akisema kwa jina la Yesu, ndoa yangu inatawaliwa na usafi na uaminifu, sio mambo ya aibu. Hayo maneno uliyotamka ndivyo yamekuwa kwenye nyumba na familia yako kwa jina la Yesu. Luka 1:25. Luka 1:25 anasema hivi, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu wangu. Makosa bala, ngoja nirudie tena nzuri. Anasema hivi Luka 1:25. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Maana yake kumbe Bwana tunamtumikia ni Bwana anayeondoa aibu. Bwana ambaye umemfuata mahali hapa ni Bwana ambaye anaondoa aibu. Bwana ambaye umkimbilia mahali hapa ni Bwana ambaye anaondoa aibu. Bwana aliyokuleta mahali hapa ni Bwana ambaye anaondoa aibu. Na kwa jina la Yesu, kama Mungu aishivyo kwa andiko hilo, hakutasikika tena aibu kwenye ndoa na familia yako. Amen.
Hakutasikika tena aibu kwenye nyumba yako. Kazoto balaka deska bala emendeska bala. Kwa watu wanaosoma Biblia ambao ni mimi na wewe, sitaka nikutenge tena kwa sababu umekubali kusoma Biblia pamoja na mimi. So kwa sisi ambao tunasoma Biblia tunajua hivi, ili andiko ni Elizabeth ndio alikuwa anaongea. Si sawa? Na Elizabeth anasema hivi, Bwana ameniangalia akaniondolea aibu yangu mbele ya watu. Bwana amenitendea akaniondolea aibu yangu mbele ya watu. Unajua maana yake nini? Angalia. Si mapenzi ya Bwana Yesu ndoa na familia zetu zikae na aibu yoyote mbele ya watu. Usisahau hicho kitu. Ni Bwana ndio aliondoa aibu. Inatufundisha kwamba si mapenzi ya Bwana Yesu ndoa na familia zetu zikae na aibu yoyote mbele ya watu. Lakini again, ni mapenzi ya Bwana Yesu ndoa na familia zetu zikae bila aibu yoyote mbele ya watu. Ni mapenzi ya Bwana Yesu ndoa na familia zetu zikae bila aibu yoyote mbele ya watu. Unaamini hicho kitu? Unaamini hicho kitu? Na habari njema zaidi ni hii hapa. Yesu Kristo ama Bwana Yesu alishafanya kila kitu ili ndoa na familia zetu zisikae na aibu yoyote mbele ya watu. Nitarudia tena. Habari njema ni kwamba Yesu Kristo alishafanya kila kitu ili familia zetu zisikae na aibu yoyote mbele ya watu. Bwana Yesu alishafanya kila kitu ili ndoa zetu zisikae na aibu yoyote mbele ya watu. Wewe nimalizie hivi, mtu wa Mungu. Bwana Yesu ama habari njema za Bwana Yesu, Bwana Yesu alishafanya kila kitu zaidi ya miaka 2000 ili nyumba zetu zisikae na aibu yoyote tena mbele ya watu. Itakuwa hivyo baada ya ibada hii. Amen. Nasema itakuwa hivyo baada ya ibada hii. Kama Yesu alishafanya kila kitu ili ndoa, familia na nyumba zisikae tena kwenye aibu yoyote, kinachotakiwa ni nini? Mtu wa Mungu, ni kidogo sana kinachotakiwa. Kinachotakiwa ni mimi na wewe kujifunza kukataa mambo yote ya aibu kwenye ndoa na familia na hata sepa. Amen. Mtu mmoja anasema kwa nini? Kumbuka Wakorintho wa pili 4:2 imesema hivi, tumeyakataa mambo ya aibu. Tito 2:11-12 anasema neema ya Mungu ya kwa wanadamu wote imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya. Isaya 7:15-16 anasema hivi, wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema atakula siagi na asali. So kibibilia kuna umri tunafika hatumlilii Mungu. Kuna umri unafika hatumlilii shetani. Tunakubali kusimama kwenye nafasi zetu na kukataa mambo mabaya. Ninaamini kuna mtu mmoja siku ya leo anaondoka akiwa amejitambua hapa. Hautaenda kusema tena, Bwana umeniacha mwenyewe juu ya pawa kama shomoro kama bundi. Hautasikiliza hata nyimbo kama hizo. Ninaamini mtu mmoja hata rudi nyumbani akienda kuomboleza, sio familia yangu imefanyaje, sio ndio. Ninaamini utarudi na nguvu ya Roho Mtakatifu. Utasimama kwenye nafasi yako, utasimama kwenye wakati wako na kukataa kila mabaya, kila aibu kwenye familia. Na unapofanya hivyo bila kukata tamaa, italipuka na kusepa kwa jina la Yesu. Kwa maelezo hayo, ngoja niseme na hao watu huku. Kwa maelezo hayo ninatamka, inawezekana familia zetu kukaa bila mambo ya aibu kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana ndoa zetu kukaa bila mambo ya aibu kwa jina la Yesu. Ngoja niseme na makutano barabarani, inawezekana nyumba zetu kukaa bila mambo ya aibu kwa jina la Yesu Kristo. Na ninatamka imekuwa hivyo. Ninatamka kwenye nyumba moja imekuwa hivyo. Ninatamka kwenye nyumba moja mambo ya aibu yameondoka. Ninatamka kwenye ndoa moja mambo ya aibu yameondoka. Ninatamka kwenye nyumba moja mambo ya aibu yametoweka kwa jina la Yesu Kristo. Hayatakuwa, hayatasimama. Haijalishi wanasema nini usiku, ni wachawi, ni waganga. Wacha waongee tu. Wacha waseme tu, lakini Biblia ninayosoma mimi ambao tunasoma pamoja na sitakaa nikutenga tena. Isaya 7:7 inasema hivi, maneno yao hayatasimama wala hayatakuwa. Kila neno la aibu ambalo limetajwa kwenye ndoa na familia na nyumba yako halitasimama. Amen. Kibiblia maneno ni weapons, maneno ni silaha. Anasema neno la Bwana ni kama nyundo ivunjayo. Anasema hivi, tumpige kwa ndimi zetu. Oh my goodness, karuskaba. Nasikia nachokiongea. So maneno ni weapons, maneno ni silaha. Anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kama umetegwa, maana maneno ni mtego, ni silaha. Lakini Isaya 50:17 anasemaje? Kila silaha itakayofanyika juu yenu itafanyaje?
maneno yote ambayo yamewahi kutamkwa juu ya ndoa na familia yako na nyumba yako kama silaha, kama mtego, hayatafanikiwa kuanzia siku ya leo. Kwa nini? Jumapili nilikufundisha wewe ni silaha, wewe ni weapons ya kuvunja na kuharibu kila silaha za adui. Hayo maneno yamevunjika kuanzia siku ya leo. Hayatakuwa kwa jina la Yesu. Fungu lako ni maneno ya heshima. Unaondoka na maneno ya heshima kuanzia siku ya leo kwa jina la Yesu. Waefeso, Mungu Baba, ni saa 11:13. No, hapana, hii saa umepeleka mbele. Ndio nirudishe nyuma. Waefeso 5:11-12. Waefeso 5:11-12 anasema hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Masoto bolagada. Anasema hivi, tusishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Kwa nini? Yanayotendeka kwao anasema ni aibu hata kuyanena. Okay. Kama anasema hivi, tusishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Kama yazai, maana yake ni utasa. Si ni sawa? Yanaleta utasa, si ni sawa? Si ni sawa? Unisikize, maana nikianza kuchomoka hapa utanikamata. Hata kama ukienda garage, ukienda kwa fundi wa kutolee ile speed governor, utanikamata. Anyway, anasema hivi, kwa sababu yanayotendeka kwao ni aibu hata kuyanena. Okay. Kwa kumbe haya matendo ya giza ambayo yanasababisha utasa, si matendo tu ya giza yanasababisha utasa, lakini haya matendo pia ni matendo ya aibu. Si sawa? Na Biblia imeshasema hivi, tumeyakataa mambo ya aibu. Nasema kitu gani mtu wa Mungu? Nasema hivi, angalia. Chochote cha giza kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Chochote cha giza kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Okay. Matendo yoyote ya giza kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Unisikilize tu. Matendo yoyote ya giza kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Okay. Hizo mbili najua hujaelewa. Usiwafuata mimi sikuelewa. Nilichukua muda kunielewa. Lakini hizi zingine unaanza kuelewa. Nasema hivi, utasa kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Yesu, umeelewa? Utasa kwenye ndoa na familia ni nini? Ni mambo ya aibu. Okay. Kuna wengine hajaelewa. Nasema hivi, kutokufanikiwa kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Bado wengine hajaelewa. Ngoja nijaribu kusema na wao kwa naelewa zaidi. Nasema hivi, mtu wa Mungu, angalia. Chuki na kuchukiana ni mambo ya aibu kwenye ndoa na familia. Mungu ni upendo, Mungu hana chuki. So chuki ni ya giza, ni matendo ya giza. So ile kwamba kwenye nyumba na kwenye familia, kwenye ndoa yako kukiwepo na chuki na kuchukiana, hayo ni mambo ya aibu yanayosababisha utasa. Wewe unaweza kaona labda ni kwa sababu mwenzako amekuuzi. Unaweza kusema labda ni mtoto amekuuzi ukachukia, lakini no, kibiblia sio mtoto. Hiyo ni spirit ya giza ambayo inasababisha mfanye hayo mambo. Lakini kuanzia siku ya leo itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Haitakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema hivi, haitakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya neno hili, familia hazitachukiana tena. Familia zitapendana tena. Familia zitapendana tena. Kila giza la chuki limetoweka. Nuru ya upendo imerejea tena kwenye ndoa na familia. Familia zitakuwa na mshikamano tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Anyway, mtu wa Mungu, nimalizie hivi, angalia. Kutokuwa na uaminifu kwenye ndoa na familia ni mambo ya aibu. Hiyo si umeelewa pia? Si umeelewa pia? Kwa sababu Biblia inasema hivi, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Anyway, na unajua sisi rabaso. Okay. Anyway, tuangalie Wakorintho 2:4. Wakorintho 2:4. Sokabala. Emsema chuki na kuchukiana ni mambo ya aibu. Unajua nini? Mambo hayo yote na yote ya aibu yanatakiwa tuyakatae kwenye ndoa na familia zetu. Mambo hayo yote na yote ya aibu nitakuwa tufanyaje? Tuyakatae kwenye ndoa na familia zetu. Ninaomba mtu mmoja akiondoka kwenye ibada ya leo, kwenye ndoa na familia usikubaliane nao mambo. Uyakatae. Na sikiliza, usiyakatae kwa kupigana mwenzako. Nitakuelekeza namna ya kukataa. Sawa mtu wa Mungu? Wakorintho 2:4 tena. Wakorintho 2:4 anasema hivi, lakini tumeyakataa mambo ya aibu yaliyositirika. Ninaomba mtu mmoja atupie macho yake tena kwenye haya maneno ambayo tulishayaona. Tumekataa mambo ya aibu. Emsema tumekataa mambo ya aibu. Emsema tumekataa mambo ya aibu. Angalia mtu wa Mungu. Hakuna jambo lolote la aibu linaloweza kutoweka kwenye ndoa na familia likikataliwa ipasavyo. Asoko baragadabaya ekedeba sato brahaskabala. Nitarudia tena kwa wale ambao wanaandika. Hakuna jambo lolote la aibu linaloweza kutoweka kwenye ndoa na familia likikataliwa kama inavyotakiwa. Hakuna
Hakuna jambo ama tendo lolote la aibu kwenye ndoa na familia ambalo linaweza kuwa na kifua likatae kutoweka kama tu likikataliwa kama inavyotakiwa. Maana yake angalia, kila tendo la aibu kwenye ndoa na familia linaweza kutoweka likikataliwa kama inavyotakiwa. Kila tendo la aibu kwenye ndoa na familia linaweza kutoweka likikataliwa kama inavyotakiwa. Ngoja niseme hivi, mtu wa Mungu, kila aibu kwenye ndoa na familia zetu zinaweza kutoweka kama sisi tukizikabili ipasavyo. Kila aibu zinaweza kutoweka kwenye ndoa na familia zetu kama sisi if only us, tukizikabili ipasavyo. Lakini ufunuo mzuri ni huu hapa, mtu wa Mungu. Ndoa na familia zetu na nyumba zetu zinaweza kuishi bila aibu yoyote ikiwa sisi tutakabili hizo aibu kama ipasavyo. Ndoa, nyumba na familia zetu zinaweza kuishi bila mambo ya aibu if only us, kama sisi tu tukiyakabili hayo mambo ya aibu kama ipasavyo. Kuna mtu anapata ufunuo? Ninataka wewe unaosikia habari hizi njema, ninataka utoke kwenye kundi la watu wa kulialia kwa ajili ya familia na ndoa. Ninataka utoke kwenye hilo kundi, ujue cha kufanya. Si ni sawa? Anasema watu wangu, sio watu wa shetani, watu wangu wanaangamizwa wakosa maarifa. Kwa nini mtu ambaye hajaokoka afurahie kukaa kwenye ndoa na familia? Kwa nini mtu aliyeokoka unakaa kama unakaa jangwani ama Afghanistan? Anyway, maruska bala haikedia. Angalia tena, angalia Wakorinto wa pili 4:2. Wakorinto wa pili 4:2. Muda unaenda wapi? Wakorinto 4:2. Anasema hivi, lakini tumeyakataa mambo ya aibu yaliyostirika. Tupia macho yako tena kwenye neno lile, tumeyakataa mambo ya aibu. Sasa angalia, mtu wa Mungu anasema hivi, tumeyakataa. Sema tumeyakataa. Sema tumeyakataa. Sema tumeyakataa. Kama anasema tumeyakataa, maana ya tumeyakataa maana yake nini? Maana ya tumeyakataa maana yake ni tumeyakataa. Nasema hivi, kama nasema tumeyakataa, maana ya tumeyakataa maana yake nini? Maana ya tumeyakataa maana yake ni tumeyakataa. Si sawa? Nataka ujue aliyeandika haya maneno sio Lion Reska bale hika Rekobala. Nataka ujue aliyeandika haya maneno ni General Paulo. Alikuwa ni general kwenye ulimwengu wa roho. Alikuwa ni general ambaye wana wa Skewa walijaribu kwenda kutoa pepo, akasema hivi, kwa jina la Yesu yule ambaye anahubiriwa na Paulo tunawatoa pepo. Akaararua akamwambia hivi, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua. Paulo alikuwa ni general mpaka mapepo wanajua. So aliyeandika haya maandiko sio Zabrahaska bala. Aliyeandika haya maneno ni general katika ulimwengu wa roho. Si sawa? Anasema hivi, tumeyakataa. Manake alisimama kwenye nafasi, kwenye gap, akakataa mambo ya aibu. So angalia, ni wajibu wetu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia. Wakristo tunajielewa. Ni wajibu wetu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia. Ni jukumu letu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia. Ni jukumu letu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia. Angalia, ni wajibu na ni jukumu la kila mtu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia yake. Ni wajibu na ni jukumu la kila mtu kuyakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia yake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Na ninaamini wewe ni mmoja wapo. Amen. Utasimama kwa ajili ya ndoa yako. Amen. Utasimama kwa ajili ya familia yako. Utasimama kwa ajili ya nyumba yako. Na hayo mambo ya aibu hatataja kwako tena kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, angalia. Na tunayakataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia zetu kwa njia moja wapo. Sijasema kwa njia zote. Usichukue kama njia zote, si ni sawa? Bado sio kanihukumu. Si ni sawa? Nimesema kwa njia moja wapo. Maana ziko nyingine nyingi. Lakini kwa ajili ya somo la leo, mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia, ndoa inaweza kubadilika. Kitu tunachokuonyesha leo pia ni kimoja. Tunaweza kukataa mambo ya aibu kwenye ndoa na familia zetu kwa njia mojawapo ya prayer. Inawezekana. Swali langu nataka niulize, kuna mtu mmoja hapa ambaye amejitambua kwamba yuko tayari kuomba leo kwa ajili ya ndoa na familia yake?
Maroske beleg, hujanielewa. Nasema hivi, kuna mtu mmoja ambaye amejitambua kabisa kabisa, kumbe haitakiwi nilielie, haitakiwi niomboleze, haitakiwi nipige simu sana kwa ajili ya ndoa na familia na nyumba yangu. Inatakiwa mimi nijitambue kwamba nipo kwa wakati maalum, kwa kusudi maalum, nipo kwa ajili ya kusudi la kiungu kwenye hii familia, ili mimi nisimame, niyakatae haya mambo, niweke stop haya mambo yasiendelee. Niweke stop kwenye magonjwa yasiendelee. Niweke stop kwenye umaskini yasiendelee. Niweke stop kwenye hasara yasiendelee. Niweke stop kwenye ugomvi yasiendelee. You can do better than. Hey my God, is abrahaska vale maeska bala. Nauliza, yuko mtu mmoja ambaye tayari kuomba? Amen. Kwa ajili ya familia, ndoa yake? Amen. Na usifikiri ni hapa tu. Yuko mtu mmoja ambaye yuko tayari kuomba kwa ajili ya ndoa na familia yake kila siku? Kwa sababu kumbuka, nilikupa point ya kuzingatia, nikakwambia hivi, ni muhimu kufanya maombi kila wakati kwa ajili ya ndoa na familia. Lakini pia nikasema ni muhimu kudumu katika maombi kwa ajili ya ndoa na familia. Lakini pia nikasema ni vizuri kuomba kila siku bila kukata tamaa kwa ajili ya ndoa na familia. Najua wale tulioanza mkuelewa, lakini sasa mmeelewa hayo maneno. Tupo pamoja? Okay, prayer point number 1. Oh my God. Muda umeenda. Prayer point number 1. Ase. Niwaambieni watu wa Mungu. Niwaambieni watu wa Mungu. Mkikubali kusimama kwenye nyumba zenu. Yaani sikiliza. Hata kama wanakupinga, hata kama wanakuelewi, wewe amua kusimama wewe peke yako. Anza wewe. Kumbuka somo letu ni mtu mmoja, ni jeshi la mtu mmoja na Mungu kwenye ndoa na familia. Mungu atafutaki kigrupu kwanza. No, Mungu anatafuta one person kwenye family. Mmoja tu. Unajua kuna watu wengine hajaelewa bado. Kuna watu wengine bado. Okay, sitaongea neno. Kuna watu wengine, sikiliza mtu wa Mungu. Kwani Shetani alipotaka kuiangamiza dunia alitafuta kikundi? Mtu mmoja tu Eva. Tu ikaenda. Ujielewe, unaelewa? Nasema hivi, kwani Mungu alipotaka kuiokoa dunia alitafuta kikundi? Amtafuta Yesu mmoja tu. Umeelewa? Umeelewa kweli? So, mtu mmoja tu ambaye ni wewe, ukiamua kusimama na kushirikiana na Mungu kwa ajili ya chochote kwenye ndoa na familia yako, ina happen. Shida ni kwamba sio nyie hamna shida kwa damu ya Yesu. Shida ni hao huko. Shida nyie shida yenu kwamba mnaomba siku 2-3 mnakata tamaa, mna give up. Njooni hao wasaidie, msikate tamaa. Anyway, so wakija wasaidieni, si sawa? Si sawa? Anyway, prayer point number 1. Prayer point number 1. Uwe chap kuandika. Prayer point number 1 kulingana na Waefeso 5:11. Ombi la kwanza kulingana na Waefeso 5:11. Waefeso 5:11 kama hujui inasemaje? Inasema hivi, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza bali myakemee. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza bali myafanyaje? Myakemee. So prayer point ni hapa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Maanake ninakupa kitita cha maombi ili ninapokuambia omba usiku, omba kwa ajili ya familia yako, usiwe na excuse ya kusema kwamba sijui niombeje. Ninakupa prayer point, maanake nimekufundisha na nimekupa prayer point, maanake nimefanya kazi yangu vizuri, nimeingiza siku yangu vizuri, nimenawa mikono yangu, mimi sina hatia. Anyway, Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Prayer point number 2. Prayer point number 2 kulingana na Wakorintho wa pili 4:2. Ombi namba 2 kulingana na Wakorintho wa pili 4:2. Okay, kama hujui inasemaje? Inasema hivi, lakini tumekataa mambo ya aibu. Prayer point ni hapa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu, nalikataa na liharibu na kuliondoa.
Hiyo prayer point ni nzuri sana. Nilitarajia angalau watu huo wameshashika shilingi 50 au 100 au kama ni kubwa sana ungeshika hata senti. Anyway, sisi kama mtumishi tunauza maombi. Maroska bala haske bele hakataya. Hariveska. Na kemero kwa jina la Yesu. Anyway, hadoska bala. Baba. Mama, hebu angalia hii. Hii ni nini? Hii ni nini? Ulisema sio mama nani? Majordan. Majordan nini? Ua. Limefanyaje? Limestawi. Nyumba yako inaenda kustawi hivyo unajua. Ninakuambia kwa jina la Yesu Kristo, kwa bahati mbaya hapa, maji ya mito yaliyo hai yanaanza kutoka ndani yako kwa ajili ya familia. Familia, ndoa yako, nyumba yako inaenda kustawi tena. Inaenda kuchipua tena. Okay, unasema shahidi nani? Nimeshakuonyesha shahidi yule bado. Musa alisema hivi, ninaapisha hili jiwe, ninaapisha mbingu na nchi jiwe mashahidi. So shahidi ni hilo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa yangu na familia yangu, nalikataa, naliharibu na kuliondoa. Umeona prayer point? Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu, nalikataa, naliharibu na kuliondoa. Kwa nini unakataa, unaharibu na kuondoa? Kumbuka anasema tumekataa. So tunatakiwa tukatae. Si sawa? Kwa nini tunaharibu? Kumbuka kwenye Isaya 51:20 anasema wewe ni silaha ndugu kwa ajili ya kuharibu, kuvunja. Si sawa? Lakini kwa nini tunaondoa? Marko 16:7 anasema hivi, kwa jina langu watatoa pepo. So tuna combine, my goodness. Tuna combine hiyo mistari pamoja, tukiachia. Wachawi wanasema, karoba gada. Hatujai kuona silaha namna hii. Magoda bagade. Ni zaidi ya atomic bomb. Unachukua mstari unaunganisha, unachukua mstari unaweza sielewe, lakini tukiachia kule wanajua nini. Wanasema retreat. Yuko mtu mmoja tayari kuomba kwa ajili ya familia. Naomba usimame kama mwanajeshi aliyofundishwa. Hasokabala. Hasokobo. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, duniani si duniani na sisi sijui tuko wapi, wanasemaga hivi, jifunge kibwebwe. Mungu akamtokea Job. Ayubu akamwambia hivi, jifunge kiuno kama mwanaume. Aroska bala. Manaka wanajifungwa kibwebwe. Anyway, karoska bala. Nataka sikiza mtu wa Mungu. Sina maneno ya kueleza. Paulo anasema nilifika kwenye mbingu ya 3, nikasikia maneno yasiyojuzu kueleza. So nina kitu ndani ambacho tunashindwa kueleza, ni mpaka mtu amwe kuomba. Nasema hivi. Sikiza. Hakuna mtu anaweza kueleza process ya kujifungua kama mama mjamzito peke yake. Nataka uombe kwa staili hiyo. Uko tayari? Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Nataka mtu mmoja aombe. Unaweza kunena kwa lugha, nena. Uwezi kunena kwa lugha, tamka tu. Kwa jina la Yesu Kristo Baba, ninakemea kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo ya ndoa na familia yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Shakarabagada. Inkasotoboya. Erekoskabala. Ekasakataba. Wewe kemea tu, kemea. Inawezekana mwili wako usikii kuomba, lakini wewe omba tu. Utasikia kitaamka sasa hivi. Wewe omba tu, utasikia kitawaka sasa hivi. Karodoskabala. Raketebelekoskabala. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu ambaye
umeleta hizi familia kwenye hii madhabahu siku ya leo, wewe ambao umeleta hizi ndoa kwenye hii madhabahu siku ya leo, wewe ambao umeleta hizi nyumba kwenye hii madhabahu siku ya leo, ninaungana na wanao kwa jina la Yesu Kristo. Ninaungana nao, ninapatana nao kama ulivyosema, tukipatana kwa lolote tukiomba utatufanyia. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakemea, ninaondoa kabisa kila jambo la aibu, kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu. Gabalagadia ekasakataga lekezevreheskavala rakapakatayakade repaskatayakataya lakasepreheskadia inkatayakataya rakaskapakataya irekezikabrahaskadia lasukupara anakatekaza lekozikataya eprekezikataya arakasakataya erepakatoba elemuskataya inkasakaya erekezikataya rakazakataya erekezikataya arakazakataya emprekeziataya ekozakala rakasakaya erekezia makadashka makaria erekeskataya gadia rakadashka maekedia lekozika rakataya enkaza prakataya erekezika bakataya elakasakataya rakasakataya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakemea na kuondoa kila tendo la giza lisilozaa, kila tendo la aibu, kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu. Rapakade ekasakataya. Tumejitambua tupo kwa wakati maalum, tupo kwa kusudi maalum kwa ajili ya ndoa na familia na nyumba zetu, ili kila tendo lisilozaa, kila utasa uweze kutoweka kwenye ndoa na familia zetu. Rapakataya epekezikataya alakataya. Tunakataa kunyamaza kama Esa rakidebekia inkataya lakazakataya rapakataya ezizakataya rapakazekea lezuzumaya ekasakataya repakasaya. Kama kuna mtu anakuja na familia yake, shika familia yako. Rapakazakataya au jada nayo wataje kwa majina. Rakoskepelia laba 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 hey shakarabakie lekesika. Baba, kwa jina la Yesu, nasimama kwa ajili ya familia zetu, nasimama kwa ajili ya ndoa zetu, nasimama kwa ajili ya ndoa zetu. Rapateteka epakataya kataya. Tunasimama kwa ajili ya wazazi wetu, tunasimama kwa ajili ya ndugu zetu. Rakatayeha. Tunasimama kwa ajili ya wenzetu wa ndoa, tunasimama kwa ajili ya watoto wetu. Rakataya. Tunasimama kwa ajili ya ndugu zetu. Rekonda malika deshka bala hey parikatia ekashakalabaya rekezika bakataya rakasi rakadireke rakarakadikadaya rekedika rakataya arakaharaga hekerikadia haragaharagadia eprekisikadaya rakataharakada. Baba, ninakusihi kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu, kila ndoa ambayo umeleta mahali hapa, kila nyumba ambayo umeleta mahali hapa, kila familia ambayo umeleta mahali hapa, isiondoke na tendo lolote la giza lisilozaa, isiondoke na utasa wote kwenye eneo lolote la maisha yao. Rapagadisia ekala makaduske belia ekashakataya rakatakaya 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 kwa wazazi wao, rakatakaya kwenye ndoa zao, rakatakaya arabaskelia nkazabala rekezikataya mprekezia lakaziketaya abrakazia rekezikataya mprekezia papapaya rakataya 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 rakataya. Baba, kwa jina la Yesu, rekozibalagira rekezikataya rapagisekelia makazabla aske rekezikataya arabakataria rekezikataya ekasakata. Watu waliokata tamaa yakatabaya kwa ajili ya familia zao, Baba, kutana nao siku ya leo. Rakadebariadia ezikamaya ebrekezia jakata jakata ebrekezia enkezikataya rapakataya rekezikalaba yekerikataya rakazikataya ebrekezikataya rapakazikala ebrekezia kata emperekezia lekezikataya rapakataya rekezikataya rada haria repagadia elekezikataya arapakataya erebekina gaya ragadabalia erekezigadaya aragadaya eskamaya ekazakataya rapagi sakata rakata repezika labaya elekezikataya mprekezikaya rakatakaya kataya erekezikatakaya mprekezibra rekerakaya kataya eskatakaya kataya rapakarakadia elekezika makataya rabababayaka erekezikamaya erekonakaya papapaga kila misiba rakedekiana elekezikataya rapapagadia eshakadaya arapakadia mkezikataya rapakataya
elekezikataya arakayakataya mpelekezikataya arapakazikataya erekezia rakataya 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 erebakazikataya rakatakaya ekazakataya erekezikalakataya arakazikebekia rakaskatakaya arapakashakalaya elekezikamaya erekezianaya ekozikataya Baba kwa jina rakotabalia enkezialakaya elekazikarakataya elekazakamakataya arapakasikataya emprekezikataya arakasikarakaya elekashakamaya erekazikataya emprekezikataya rapakataya kataya rekezikarakataya arakadibasaya empregaziketia rakatipalakataya arapakazikataya arakataya kataya mbregezibalagaya elekezikataya arakataya kataya arapakatiania likazakaraba repakataya enkasobala eseketia rakashakatakaya kada rebababa yakazibrea enkarugazia arapakataya ezekedia rakasakaya erekedia mazokotoya repakaya enkasakaya erebesia lakayakayaka resukabaya erekezikaya erepekiria emprekazia lakazikataya arakataya emprekezia makataba kwa ajili ya wazazi wetu rapakataya kwa ajili ya ndugu zetu rakotabaya kwa ajili ya kaka zetu rakazakataya kwa ajili ya wadogo zetu rakasakabaya kwa ajili ya dada zetu rakazakaya kwa ajili ya jomba zetu rakatakaya kwa ajili ya shangazi zetu rapakataya eprekezia babababaya rabababa Rabababaya, 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 ekasabaya rabababaya likasakalabaya likasakabaya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakataa, tunaondoa kila tendo la giza lisilozaa kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la ndoa na familia yetu. Shakalabaya gade likasakalabaya. Imeandikwa hakuna atakayeharibu mimba, imeandikwa hakuna atakayekuwa tasa, imeandikwa uzao wa tumbo letu utabarikiwa, imeandikwa uzao wa mifugo yetu utabarikiwa, imeandikwa kazi za mikono yetu zitabarikiwa ili zisiwe na utasa. Shabraga soma liga daya yakatepala kataya. Siku ya leo ni siku ya leo. Raya katabalos kepelenana repakataya. Kila tendo la giza lisilozaa kwenye uchumi rako tabala mandia, kwenye biashara setemanda, kwenye kilimo karoba sekedia, kwenye mifugo, kwenye ajira sotomali ya dio pakoda baya, kwenye fedha, kwenye uchumi, kwa jina lake Yesu rakadiskemea yakataga kwenye fedha, kwenye uchumi, kwa jina la Yesu rapoko mala kata yaka kalekisia rakotamaya papa kadoske pelinia rakuska balade helekeskalagada mprekesika rekedia rakataya lesikaya rakataya arakadia mprekesio ratoska rakatia raboska retelia mazozo rekedia jakalaga rekezia mprekesio pakazia lakasa rekezia rakaza rekezia razazazabaya 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 ekasakalaba mprekezia rekezia. Hatutalalamika tena kwa jina la Yesu, hatutalia tena kwa jina la Yesu. Tumejitambua, tunasimama, tumejua ni wajibu wetu kukataa rakaya, tunakataa, tunaharibu, tunaondoa yakadabaya mprekezia lekezika rakataya papapapades rekezika taya abrakasia mprekezika taya elegezia rapaga paragada lekezia utasa kwenye elimu shakara erekezi balaga rekeziga ekashakala kila kutokuzaa kwenye elimu kwa jina la Yesu rapagashia lekezika taya abrakasia nkete kwenye kila uwekezaji karaba matendo ya giza yasiyozaa kwenye ujenzi kabala, kwenye ujenzi kabala. Imeandikwa tutajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Rapakada yakataya rekezika balagadia epaka doskebeli rakashakatakaya epalakataya. Kwenye kila eneo la kazi imeandikwa tutafurahia kazi zetu kwa muda wa siku nyingi. Roboska epakada rekezikala pade
ekasakataba rekezikalaba. Kwenye eneo la afya imeandika tuwe na afya. Rapakadesh ragadagadaga rekezikalaya ekalagaya lekezikalaya elekezikala rakadagaya rekezikataya losokomaya erepakatakaya katakaya barakadia rekezikala mama shapragadia elekezikataya harapakadaya erekezikala epapapaya elekezia mprekezia epapa zoboskalaya kaya razokotebe lezikabaya ekasakadabaya ereboskabale jekeliba lakajaba epregezia enkataba repazaga ekashabragada. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Natamka imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa yangu na familia yangu nalikataa, naliharibu, naliondoa. Sema kwa jina la Yesu. Kila jambo, kila tendo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa yangu na familia yangu nalikataa, naliharibu, naliondoa. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa yangu na familia yangu nalikataa, naliharibu, naliondoa. Haribu, ondoa shagadaya rekedia. Haribu, ondoa kila jambo la aibu, isijalisho nalijua ama lijui, wewe ondoa shabragadaya rekedia ekashapalaga kata. Haribu, ondoa kateza papa jakarakataya kataya shaka. Yani kupitia maombi haya watapigwa gizani bila kujua nani wanampiga. Rakajagada. Kupitia maombi haya watapigwa gizani bila kujua ni nani anaowapiga. Huu ni unabii wa mtu mmoja kwenye ndoa na familia. Kila ambaye amekuwa anasababisha hiyo aibu kwenye ndoa na familia na nyumba yako, kwa sababu ya maombi haya, kuanzia leo wanapigwa gizani bila kujua ni nani amewapiga. Wanapigwa gizani bila kujua nani anawapiga. Kateba rekezia. Bwana alimwangalia Elizabeth akamwondolea aibu. Rakata. Tumemkimbilia Bwana anayeondoa aibu. Yakatabaya. Umemkimbilia Bwana anayeondoa aibu. Haba. Hekeria. Ekashaba. Baba kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo la aibu ninaolijua na nisilolijua kwenye kila eneo la ndoa, makadeska bala, ninalikataa, ninaliharibu, ninaliondoa kwenye familia. Jagadaya rekezia kwenye hizi familia, kwenye hizi ndoa, kwenye hizi nyumba ambazo umezileta mahali hapa ili uzitendee mema, ili uonyeshe kwamba wewe ni mwema au bali amazogodomoko debelikadaya jagalagadaya eprekezia. Imetosha kwa jina la Yesu. Rapakadashkebelia erepakadaya eremaskadaya ekashakataya rakatakaya eprekezia rakatakaya rapapapadi rakatakaya kataka rekesikataka eprekeziba papapaya enkasaga rakachakata rekezibala papakidaya elekezikadaya eprekasaga eprekezia papapaya rekea zagalagadaya erekezia ekashakalaba. Baba kwa jina la Yesu Kristo, kila jambo la aibu linalojulikana na lisilojulikana kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu tunalikataa, tunaliharibu, tunaliondoa. Rakadishkebe. Imeandikwa, tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, nasi tunayakataa. Rapakataya. Mambo ya aibu yaliyositirika kwenye ndoa na familia na nyumba. Rabagada. Papapaya erekezabaya mprekezia kwenye eneo la uchumi. Rabagada kwenye eneo la fedha. Rabagada kwenye eneo la ndoa. Rakadaya mprekezibala babakaya ekadia jagadagaya. Daudi akasema hatutaibikia matumaini yetu. Rapagadia esekemaya ragadaya erekezigabagaya
Ekajagadaba, rakataga, repakate, lekezia, pati. Neno la Mungu linasema Mungu wetu ni moto ulao. Neno la Mungu linasema uwafanye watumishi wake kwa miali ya moto. Moto na ufanyike kwa jina la Yesu. Moto na ufanyike kutoka kwenye madhabahu kwa ajili ya nyumba moja, kwa ajili ya ndoa moja, kwa ajili ya familia moja. Huu moto upite, moto ulao. Kula kila aibu, kula kila mambo ya aibu. Ragadagada. Imeandikwa yakadaba. Magugu yatafungwa matita na kuchomwa kwenye moto, ndipo wana wa Mungu watang'aa kwenye ufalme. Yakadaba, moto ufanyike, ninachoma kila magugu aibu. Rabagadabaga, rekezigaya, abragadaya. Ekashakata, rekedikataya, rapakataya, 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 kwa jina la Yesu, rapakataya, kwa damu ya Yesu, rapakataya, kwa jina la Yesu, rapakataya, kwa damu ya Yesu, ragadagadaga, rekozigalaba, repegezia. Ekashakataba, repekezia, bakazabala. Yesu alisulubiwa kwa aibu, ili aibu isiwepo tena kwenye ndoa na familia na nyumba. Rabadoskebea, ratatatata, rekezeketia, amperikotaya, zanda malokodea, zanda malogodea, zanda malogodea, rakatagaya, eprekedia. Familia moja ichomoke kwenye aibu, rapakataya. Ndoa moja ichomoke kwenye aibu, rakatakayagada. Nyumba moja ichomoke kwenye aibu, rapaka Karashe, papa goskebelia, erekona makadeska bale, erebeska baya gadia, rakazike beya. Ekashakalaba, rekezia, rakada. Wewe omba tu kinafanyika. Rapa. Shekelia. Omba kinafanyika, imeandikwa. Hatuenendi kwa kuona bali by faith. Jagadaba, rekezia, mpegezia, lakashaka baloske belia. Marokodisha. Ebebekoska palaya. Enenene boskara. Ebegeziga laga. Rapagadesh. Erebagazabaya, esekebia, ragadea, empazokolabaya, erekezia, ekashakabaya, rekezia, enketebia, mama, yekeria, enkezigala, raboskabale, enkazaba. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imekuwa hivyo kama ulivyoomba kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Asikumbuka tulichofanya. Tumeng'oa, tumeharibu, tumetwesha. Biblia inasema hivi, tukishang'oa, tukiharibu, tukitwesha tunafanyaje? Tunapanda, we sow. Si sawa? Nataka utamke ya maneno. Unapotamka unapanda kwenye ndoa na familia na nyumba yako. Itakuwa hivyo. Sema kwa jina la Yesu. Ndoa yangu, familia yangu imeunganishwa na Mungu. Hakuna wa kututenganisha wala kututawanya. Sema kwa jina la Yesu. Ndoa yangu, nyumba yangu, familia yangu tumeunganishwa na Mungu. Hakuna wa kututenganisha wala kututawanya. Sema kwa jina la Yesu. Ndoa yangu, familia yangu, nyumba yangu tumeunganishwa na Mungu. Hakuna wa kututenganisha wala kututawanya. Tamka hayo maneno, tamkia nyumba, tamkia ndoa, tamkia familia. Tamka nyumba yako, tamka nyumba, tamka ndoa imeunganishwa na Mungu. Zabragadaya, ekashakatabaya, rekesika. Imeandikwa, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Nasi kwa hilo andiko, kwa neno hilo tunasimama na hilo andiko kwa jina la Yesu. Tunatamka kwamba nyumba zetu, ndoa zetu, familia zetu zimeunganishwa na Mungu. Hakuna kututenganisha, hakuna kututawanya. Katobalagada, rekoska palade, rekesika tabaya, ekezia. Tamkia manoska baladeshte, rapakoshkebelia, enkazozoba, elekezia, rakosaka, epegia. Baba, kwa jina la Yesu tunatamka kwamba familia zetu, ndoa zetu, nyumba zetu zimeunganishwa na Mungu. Hakuna kututawanya, hakuna kututenganisha. Rapagadeshkebea, rekozia, amagadia, lekezigadaya, abragazia, eseketia, abragazia, emprekezia, rakasakataya, evregezia, arabakataya, ezoprahaskevelia.
ekasakataya erebesia makasakataya erekezigada elekozabragadia embregezigataya arabakaskadia elekoshataba erekezigadaya arakaya embregezia. Ninatamka kwa jina la Yesu, ndoa yangu, nyumba yangu, familia yangu imeunganishwa na Mungu. Hakuna kututenganisha, hakuna kutawanya kwa jina la Yesu. Ratos kabala epregezia enkasakataya erebesikataya araba tekelia araba sakalaba elenzuka baragadia erekezika taya rapakadesh kabala ekezika taya. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ndoa zetu, nyumba zetu, familia zetu zimeunganishwa na Mungu. Hakuna kututenganisha, hakuna kututawanya kwa jina la Yesu. Rabokos kabala erekezia makazaba erekezia ekashakabala erekezigadaya eremaskadaya lekezia enkasaba rekeziga lakasaba enkatabaya roboska. Sema kwa jina la Yesu Kristo, sema kwa jina la Yesu Kristo, sema kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka ndoa yangu inaheshimiwa na watu wote na malazi yake yapo safi. Sema kwa jina la Yesu, ndoa yangu inaheshimiwa na watu wote na malazi yake yapo safi. Tamka hayo maneno, mtu wa Mungu. Jabagadaya. Tamka jedebala. Tamka ndoa yako inaheshimiwa na watu wote na malazi yako safi. Wewe tamka, unaweza kufanya, wewe tamka tu. Kwenye ulimwengu wa roho anajua kados kabala ekashakadaba rekezikataya abragaziga ekeziga makadesh rakadash rekedisha rakataya ebregezia makataba. Kwa jina la Yesu tunatamka, kwa jina la Yesu Kristo, ndoa zetu zinaheshimiwa na watu wote na malazi yake yako safi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rabagada mbezia makazaba lekezia rakodebelia mazokobaya katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu, natamka familia yangu inazidi kufanikiwa katika mambo yote kama vile roho zetu zinavyofanikiwa. Sema kwa jina la Yesu, natamka leo familia yangu inazidi kufanikiwa katika mambo yote kama vile roho zetu zinavyofanikiwa. Tamka hayo maneno, jadabaloskebea erekedibas. Tamka familia inafanikiwa, usinyamaze, tamka. Unapanda kitu rapakoteberia rekezibalakata, umeng'oa so panda, usiache tupu zeketia rapakataye ezokomania erekezia enkasabraga. Kwa jina la Yesu tunatamka ndoa zetu, familia zetu zinazidi kufanikiwa katika mambo yote kama vile zote zinafanikiwa. Mazokobaya ezikataya eprekezia rakodebeshia makataba lekeziba yetezia shakalabaya. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka ndoa yangu, familia yangu, nyumba yangu inazidi kuwa na afya kama vile roho zetu zilivyo na afya. Sema kwa jina la Yesu, ninatamka nyumba yangu, ndoa yangu, familia yangu inazidi kuwa na afya kama vile roho zetu zilivyo na afya. Tamka maneno tunapomalizia. Tamka jete kobaladeskebea. My God, nataka nisikie ukitamka. Tamka tunapomalizia. Tamka kazopaladesh kebelia eresko bala askebeli eprezuza marekete jagalabaya enkotabaya rekezibaleskebelea rakazebe mazokobala erekezi karobose emakatoba ekozida rakozebelia emakadaba lekeziba. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Natamka na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Natamka na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Utakuja na ushuhuda. Nasema utakuja na ushuhuda. Hivi unajua kuna watu hawajui nini maana ya amen. Amen maana yake ni iwe kama ulivyosema. Amen. Na angalia kwenye ulimwengu wa roho wilambano will receive kwa kusema amen. So kila unaposema amen una receive, unapokea kama nilivyotamka. Na kama nimeharibu kusema amen inakuwa vile vile. So ukinyamaza Mungu akusaidie, na sio atakusaidia wapi? Mazoko balagada. Unaamini imekuwa? Natamka imekuwa kama ulivyoomba. Natamka imekuwa kama ulivyoomba. Natamka imekuwa kama ulivyotamka. Kama ulivyotangaza, hizo degrees zimekuwa kwa jina la Yesu. Kila aibu imetoweka.
Mtu wa Mungu, nataka weke mikono yako juu nikubariki. Eka mikono yako juu nikubariki. Eka mikono yako juu nikubariki. Eka mikono yako juu. Sikiliza kwa makini maneno unayotamka, lazima yanaenda kutokea kwenye ndoa na familia yako. Lazima yanaenda kuleta mabadiliko kwenye familia yako na ndoa yako na nyumba yako. Lazima yanaenda kuisaidia familia yako. Yanaenda kuigeuza. Kwa mamlaka ambayo nimepewa na Yesu Kristo kwa ajili ya kuwahudumia watu wake, ninatamka na kukubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kila aibu imetoweka kwenye kila eneo la ndoa na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Ninakubariki na natamka nasema, Bwana amekuondolea kila aibu kwenye kila eneo la ndoa na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Ninatamka tangu siku ya leo, Bwana anakutendea na familia yako itakaa bila aibu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ninakubariki na ninakutamkia, Bwana amekutendea tangu siku ya leo, ndoa yako itakaa bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki na ninakutamkia, Bwana amekutendea tangu siku ya leo, nyumba yako itakaa bila aibu yoyote mbele ya watu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ninakubariki na ninakutamkia, Bwana amekuangalia leo na amekuondolea aibu kwenye kila eneo la familia yako, na familia yako itakaa bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema Bwana amekuangalia na amekuondolea aibu, na ndoa yako itakaa bila aibu yoyote mbele za watu tangu siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia, ninakubariki, Bwana amekuangalia tangu siku ya leo, amekuondolea kila aibu kwenye kila eneo la nyumba yako, na nyumba yako itakaa bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu. Amen. Watu watakushangaa tena. Amen. Kwa sababu ya mambo Mungu aliyokutendea, watu watakushangaa. Watu wataishangaa nyumba yako. Amen. Watu wataishangaa familia yako. Amen. Watu wataishangaa ndoa yako. Amen. Watu watakujia kutafuta msaada kwa ajili ya ndoa, familia na nyumba zao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, ninatamka kuanzia siku ya leo, familia yako imegeuzwa, imebadilishwa kabisa kabisa. Ninatamka, ninakubariki, familia yako imegeuzwa, imebadilishwa kabisa kabisa. Ninakutamkia, ninakubariki, familia yako imejaa heshima na inaheshimiwa na watu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka, ndoa yako imebadilika, imegeuka kabisa kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa yako imejaa usafi na inaheshimiwa na watu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka, nyumba yako imebadilika kabisa kabisa tangu siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Nyumba yako imejaa heshima na inaheshimiwa na watu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka leo, Bwana amekuondolea kila aibu kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Ninakutamkia kwa jina la Yesu Kristo, kila ambacho kilikuwa kinakufanya udharaulike kwenye ndoa na familia, leo kimetoweka kwa jina la Yesu. Nasema kimetoweka kwa jina la Yesu. Nasema kimetoweka kwa jina la Yesu Kristo. So, ninakutuma hii wiki inayoanza, nenda tena kaanze kufurahia familia yako kwa jina la Yesu Kristo. Nenda tena kaanze kufurahia ndoa yako kwa jina la Yesu Kristo. Nenda tena kaanze kufurahia nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, nenda, ninakubariki, nenda kaanze kufurahia tena familia yako bila aibu. Nenda kaanze kufurahia ndoa yako bila aibu. Nenda kaanze kufurahia nyumba yako bila aibu. Nasema nenda kaanze kufurahia familia yako bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Nenda tena kaanze kufurahia ndoa yako bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Nenda tena kaanze kufurahia nyumba yako bila aibu yoyote mbele za watu kwa jina la Yesu Kristo. Na imekuwa hivyo. Ninakubariki na umebarikiwa. Ninatamka ndoa, nyumba na familia yako imebarikiwa ingiapo na itokapo. Imebarikiwa mjini na mashambani. Atakayeibariki ndoa na familia na nyumba yako atabarikiwa. Na ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nimesimama kwenye madhabahu yake kama vile wanavyolaani kule. Atakaye laani nyumba, ndoa na familia yako, laani mrudie yeye kwa jina la Yesu Kristo. Atakaye loga, atakaye chawia ndoa, nyumba na familia yako tena, uchawi kamrudie mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki na umebarikiwa kabisa kabisa. Ninabariki ndoa, nyumba na familia yako na zimebarikiwa kabisa kabisa. Uchawi hautafua dafu tena. Uganga hautakuonea tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naona umeandikwa kwenye kitabu cha watu wasiologeka tena. Watu wasiochawiwa tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ndivyo ilivyo, na hakuna kubadilisha kwa jina la Yesu Kristo.
Ninakutamkia hii ni wiki yako ya kwenda kuzidi kufurahia ndoa, familia na nyumba yako kwa ujumla tena. Hey! Ninakutamkia hii ni wiki yako ya kwenda kuzidi kufurahia ndoa, nyumba na familia yako tena kwa ujumla kwa jina la Yesu. Unaamini hivyo? Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Eka mikono yako juu, anza kumshukuru Mungu. Eka mikono yako juu, anza kumshukuru Mungu. Mwambie Baba, asante kwa yote ulionitendea. Asante, umenitendea, umeniangalia, umeniondolea aibu. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu.